Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwanza nikupe heri ya Christmas pamoja na mwaka mpya. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya Yosh Testimony TV, tunashukuru kwa kuwa pamoja na sisi kwa mwaka 2025. Tunamwamini Mungu kwa ajili ya mwaka 2026, tukiamini kwamba vipindi ambavyo tumekuwa tukivitoa mahali hapa vimekuwa baraka na vimekuwa na mguso chanya kwenye maisha yako. Tunaomba neema ya Mungu isipungue kwenye maisha yako, na tunakuombea Mungu akutunze na Mungu akulinde katika huu mwaka 2026. Haleluya. Tutajifunza somo linasema kuwa chombo cha heshima kwenye nyumba ya Mungu. Tutajifunza somo linasema kuwa chombo cha heshima kwenye nyumba ya Mungu. Mstari wetu tunaosimamia ni kitabu cha Timotheo wa pili, ile sura ya 2, mstari wa 20 na wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: basi katika nyumba havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya miti na vya udongo, vingine vina heshima, vingine havina heshima. Mstari wa 21 anasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Haya ni maneno ya Mtume Paulo kwa Timotheo. Anamwambia katika nyumba yoyote kuna vyombo vya aina mbili. Kuna vyombo vya heshima na kuna vyombo visivyo vya heshima. Na amejaribu kuzungumza aina ya material ambayo ametengeneza hivyo vyombo. Amezungumza kwa habari ya dhahabu na fedha, lakini pia anazungumza kwa habari ya miti na udongo, na anasema kwamba viko vingine vyenye heshima na viko vingine havina heshima. Lakini kwenye mstari wa 21 anasema, ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima. Anasema kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Maanake ni kwamba tunajifunza kwamba hata kwenye ufalme wa Mungu, kwenye nyumba ya Mungu, kuna vyombo vya aina mbili. Kuna vyombo ambavyo ni vya heshima na kuna vyombo ambavyo sio vya heshima. Lakini inaonekana kwamba kuna uwezekano kila chombo, hata kile ambacho hakina heshima, kinaweza kikageuka kikawa ni chombo chenye heshima, ikiwa tu kitakuwa kimejitakasa na kujitenga. Huyo mtu atageuka na atakuwa chombo cha heshima. Anasema kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kilichotengenezwa kwa kazi iliyo njema. Kwa hiyo lengo la somo hili na kiu yangu na shauku yangu ni kuyaachilia mambo ambayo kwa pamoja yanaweza akanifanya mimi na yanaweza akakufanya wewe uwe chombo cha heshima kwa Mungu. Ni vizuri kuwa chombo, lakini ni vizuri zaidi ukiwa chombo cha heshima kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu inaonyesha kabisa ya kwamba kuna namna tunaweza tukaenenda, kuna namna tunaweza tukaishi, kuna namna tunaweza tukatembea na Mungu tukawa vyombo vyenye heshima. Na ninaamini kabisa ya kwamba kupitia somo hili hapa maisha yako hayatakuwa kama yalivyokuwa. Utakuwa chombo cha heshima kwa Mungu. Watu watakapokuona na Mungu atakapokutazama, hata kutazama kama chombo kisichokuwa na thamani, lakini atakutazama kama chombo kilicho na heshima na kilicho chombo ambacho kipo tayari kwa ajili ya kazi njema. Sasa, ni mambo gani ambayo utayafanya kama mtumishi wa Mungu, kama mtu wa Mungu ambaye anaweza akakufanya uwe chombo cha heshima? Jambo la kwanza ni maisha ya usafi na utakatifu. Jambo la kwanza ni maisha ya usafi na utakatifu. Kwenye kitabu hiki cha Timotheo, ile sura ya 2, ule mstari wa 21, anasema, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Kwa hiyo anasema ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga. Mtakatifu manake nini? Mtakatifu manake ni yule mtu ambaye ametengwa kwa kazi maalum. Ukisikia huyu mtu ni mtakatifu, manake kibiblia, manake ni kwamba ni mtu aliyetengwa kwa kazi maalum. Kwa hiyo kumbe, tunapoishi maisha ya utakatifu na usafi, moja ya kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yetu, tunafanywa kuwa vyombo vya heshima. Tunatengenezwa kuwa vyombo vya heshima ili tuweze kuwa tunafaa kwa kila kazi iliyo njema. Sasa, moja ya changamoto kubwa ambayo tunayo kwenye siku hizi za mwisho ni watu kutokuamini na watu kutokutaka kuishi maisha ya usafi na utakatifu. Huu umekuwa ni msisitizo wangu na niliusema jana na nitasema leo na nitasema kesho.
kwa sababu ninajua ya kwamba Mungu aliyetuita, Mungu aliyetuchagua, Mungu aliyetukomboa, alitukomboa ili tuwe watakatifu. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya kwanza mstari wa 15 na 16, neno la Mungu linasema, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi weni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Anasema kama yule alivyowaita alivyo mtakatifu, anasema hivyo hivyo nanyi enendeni na iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Mstari wa 16 anasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa hiyo maisha ya usafi na utakatifu ndiyo ambayo yanatufanya tutengwe, ndiyo ambayo yanatutenga, ndiyo ambayo yanatufanya sisi tuweze kuwa chombo chenye heshima kwa ajili ya kazi njema ya Mungu. Mungu ametuita tumtumikie. Mungu ametuita tumzalie matunda. Ili somo nafikiri nimelifundisha, ukirudi nyuma kwenye vipindi vyetu mwaka jana nimezungumza mahali kwamba namna gani Mungu ametuita sisi tumzalie matunda. Lakini sio hivyo tu, Mungu anataka tuwe vyombo vyake. Lakini sio tu kuwa vyombo, Mungu anataka tuwe vyombo vyenye heshima, vyombo vyenye thamani, vyombo vinavyofaa kwa kila kazi iliyo njema. Kumbe kuna vyombo vingine havina heshima, lakini kumbe pia kuna vyombo vingine ambavyo havifai kwa kazi njema. Kama tunataka tuwe vyombo vya Mungu na tufae kwa kazi iliyo njema, lazima tudumu kwenye asili ya Mungu. Na asili ya Mungu ni nini? Asili ya Mungu ni utakatifu. Kwa hiyo kama asili ya Mungu ni utakatifu, ndio maana anasema mtakuwa watakatifu kama vile mimi Mungu niliyewaita nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo kumbe Mungu ana kusudi la kutufanya sisi kuwa watakatifu. Lengo la Mungu kutuokoa. Mungu ametuokoa, ametusafisha, ametuhesabia haki, ametufanya kuwa watoto wake, ili ile asili ya kwake iwe asili yetu. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, neno la Mungu linasema, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Tumefanywa sisi kwa mfano na kwa sura yetu, kwa utu wetu wa ndani, sio kwa ajili ya utu wetu wa nje. Tumefanywa kuwa mfano na sura ya Mungu kwa asili yetu. Sisi tunafanana na Mungu. Hatufanani na Mungu kwamba Mungu ni mweusi, hapana. Hatufanani na Mungu kwamba Mungu ni mrefu, hapana. Tunafanana na Mungu kwa asili yetu. Sasa kwa asili ya Mungu, asili ya Mungu ni nini? Asili ya Mungu ni mtakatifu. Ndio maana anasema mtakuwa watakatifu kama mimi Mungu niliyowaita nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo kumbe tunapokuwa watakatifu, tunapoishi maisha matakatifu, tunajiunganisha na asili ya Mungu. Na tunapojiunganisha na asili ya Mungu, nini kinatokea? Ile asili ya Mungu inakuwa ndani yetu. Ndio maana anasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Hiyo ndio mfano na sura ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Kitabu cha Zaburi sura ya 16. Haya ni maneno yanasema kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 16 ule mstari wa 3. Neno la Mungu linasema hivi: watakatifu waliopo duniani hao ndio walio bora, na hao ndio niliyopendezwa nao. Mungu anapendezwa na watakatifu walioko duniani. Kwa nini? Kwa sababu katika kuishi kwetu maisha ya matakatifu na yanayompendeza Mungu, tunafanywa kuwa vyombo vya heshima. Tunakuwa watu wenye heshima. Watu wote ambao wameishi maisha masafi, matakatifu, wanaishi maisha yenye heshima, wanakuwa vyombo vya heshima, sio tu kwa Mungu, hata kwa watu. Kuna mahali niliwahi kutoa ushuhuda huu hapa kwamba kuna mtu tulienda kumtembelea ofisini kwake tukijua ameokoka. Tulipofika pale tukauliza, bwana, tunamtafuta mtu fulani. Wakati tukawa jina tulikuwa tunalifahamu sisi, tulikuwa tunalifahamu jina tofauti na lile ambalo anafahamika pale kazini. Kwa wakasema yukoje? Tukawaambia, bwana, mtumishi fulani, ni mtumishi hivi. Basi wakasema sisi hatuna mtu ambaye ni mtumishi humu ndani. Kwa nini? Ushuhuda wake na maisha yake yalikuwa yaakisi mfano na sura ya Mungu. Baadaye kwa bahati mbaya, tukiwa bado tuko reception, akapita akawa anatoka ofisi moja anaingia ofisi nyingine. Tukasema huyo hapo. Basi tukamalizana na yule mtu. Baada ya kumalizana na yule mtu pale ofisini kwake, tukawa tumerudi
kusaini pale mapokezi. Tuliporudi kusaini pale mapokezi, yule mtu wa mapokezi akasema, yule mliyekuwa mmetoka ofisini kwake ndio mtumishi. Manake ni nini? Alikuwa haendani na Mungu, alikuwa hana tabia za kiungu. Sasa tabia ya kwanza ya Mungu ni nini? Tabia ya kwanza ya Mungu itakayotufanya sisi tuwe watu wenye heshima. Ndio maana Biblia inasema kwamba watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora, na ndio ambao Bwana anapendezwa nao. Mungu anapendezwa na utakatifu wetu. Wanadamu pia wanapendezwa na maisha yetu yakiwa safi, yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo tunahitaji kuwa vyombo vya heshima. Ili tuweze kuwa vyombo vya heshima, ni lazima tuweke mbali uovu. Lazima tuweke mbali tamaa za dunia. Lazima tuweke mbali mambo ya dunia, kwa sababu Biblia inasema msipende dunia wala mambo yaliyopo katika dunia, kwa sababu mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Huwezi ukampenda Mungu na ukaipenda dunia. Huwezi ukampenda Mungu na ukapenda mambo ya dunia. It is either uwe na Mungu au uwe na dunia. Huwezi kuwa navyo vyote vya pamoja. Mimi wanaambiaga watu, hakunaga kitu kinaitwa kuwa neutral. Ni either uwe moto sana au uwe baridi sana, lakini hauwezi ukawa neutral. Kuwa neutral ni kuwa baridi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kama tunataka kuwa vyombo vyenye heshima kwa Mungu, lazima tuangalie maisha tunayoyaishi yawe ni maisha yenye heshima, yawe ni maisha yenye utakatifu, yawe ni maisha ya usafi. Nimekwambia mtakatifu maana yake nini? Mtakatifu ni mtu aliyetengwa kwa kazi maalum. Sisi tupo duniani kwa kazi maalum. Hatupo hapa kupoteza muda. Mungu ana kusudi na maisha yetu. Mungu ameliweka kusudi na maisha yetu, na kusudi la kwanza Mungu ametuweka, anasema sio ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyowachagua ili mpate kuzaa matunda. Anasema na hayo matunda yapate kukaa. Kumbe Mungu anategemea sisi tuzae matunda. Sasa tunamzaidieje Mungu matunda? Tunavyoendelea kujiweka kuwa vyombo vya heshima vinavyomfaa Mungu kwa kazi iliyo njema. Tunaangalia mfano wa Bwana Yesu, ambaye naye aliishi katika dunia hii yenye uovu. Aliishi kwenye dunia hii yenye changamoto. Aliishi kwenye dunia hii ambayo ni rahisi kutenda dhambi kuliko kuishi katika usafi na ukamilifu. Lakini neno la Mungu linasema tunamtazama yeye mwenye kuanzisha imani yetu. Kwa hiyo Yesu ndio mfano wetu mkubwa na ndio mfano wetu wa muhimu zaidi. Sasa Yesu alipokuwa duniani aliitwa Immanueli, maana yake Mungu pamoja nasi. Aliuvaa wanadamu kama ambavyo wewe ni mwanadamu, naye alikuwa ni mwanadamu, japokuwa alikuwa na uungu ndani yake. Hivyo hivyo wewe unapookoka unapokea uungu ndani yako. Asili ya kiungu inaumbika ndani yako. Ndio kitu ambacho Biblia inasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale yamepita, nayo yamekuwa mapya. Kwa hiyo unapokuwa umeokoka unakuwa sawa sawa na alivyokuwa Yesu hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alipokuwa hapa duniani alizaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Alipokuwa amezaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nini kinatokea? Yesu alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Sababu ya Yesu kuzaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu ilikuwa ni kwamba ili asije akawa contaminated, ili asije akawa na yeye mwenye dhambi, kwa sababu binadamu yoyote, hata kama hujawahi kutukana, hujawahi kusema uongo, hujawahi kuzini, ikiwa tu wewe ni binadamu, umezaliwa katika hali ya dhambi kupitia dhambi ya asili ambayo ni dhambi ya Adam na Eva. Sasa kutokea hapo kwenye dhambi ya Adam na Eva, ndio maana lazima tuzaliwe mara ya pili. Ni lazima tuokoke. Sasa tunapookoka, maana yake ni kwamba ile dhambi ya asili inaondoka, tunapokea utu upya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa kama Yesu alizaliwa, aliishi hapa duniani bila kutenda dhambi, ni kwa sababu alikuwa na asili ya uungu. Maana yake ule uungu na mimi ninao kwa sababu nimempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo utu wangu wa kale wenye dhambi, wenye uongo, wenye masengenyo umeondoka. Sasa hivi niko kwenye utu upya. This is very important. This is very important. Najua mafundisho kama haya yamekuwa adimu. Watu wanafundishana kwamba unajua, lakini mimi niko hapa kukuambia kwamba neno la Mungu ni yule jana, leo na hata milele. Kama alimsaidia Yesu kuishi hapa duniani, maana yake anaweza kunisaidia na mimi, anaweza kukusaidia na wewe katika jina la Yesu. Endelea kutufuatilia, tutakuwa na kipindi kingine wiki ijayo, na kukumbusha kipindi cha Wakati na Roho Mtakatifu ni kila siku ya Ijumaa. Kwa hiyo usiache kufuatilia. Kuna watu wanalalamika kwamba ushare, so wakati mwingine nakuwa busy na nashindwa kushare, lakini
Ukiwa na notification, YouTube watakuletea kipindi kitakapokuja tu wakati wa Ijumaa utakipata. Mungu akubariki sana, usiache kuwafundisha wengine na usiache kushare na watu wengine. Lakini pia kama una namna moja ama nyingine hivi vipindi vinakuwa baraka na unapata ushuhuda kutokana nayo unayojifunza, ni vizuri ukatusaidia kutupa feedback ili nasi tuweze kumshukuru Mungu pamoja na wewe. Naamini kabisa hii kazi imekuwa ni njema na imekuwa ya baraka, na naamini kabisa Mungu ataendelea kukusaidia wewe na watu ambao wataendelea kujifunza. God bless you. Asante sana.